Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Nchini Marekani kumekuwa na maandamano makubwa ambayo wanaitaka serikali ya rais wa Marekani kumwachia rais wa Venezuela Nicolas Maduro, huku akilani kile kilichofanywa na rais wa Marekani kuishambulia Venezuela. Mamia ya watu wamekusanyika kutoa sauti zao baada ya rais Trump kuchukua hatua kubwa za kijeshi na kumkamata Maduro. Watu kote Marekani na duniani kote wanaguswa baada ya Donald Trump kutangaza kuishambulia kijeshi Venezuela na kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe. Katika taarifa ya Jumamosi, Trump alidai Maduro ni gaidi wa mihadarati na kumshutumu kwa kuiba akiba ya mafuta ya Venezuela. Rais huyo alisema Marekani itatawala Venezuela kwa muda kufuatia kutekwa kwa Maduro. Tangazo hili limesababisha maandamano mjini Washington DC, ambapo mamia ya waandamanaji walikusanyika nje ya ikulu ya White House kupinga kile ambacho utawala wa Trump ulikitaja kuwa operesheni kubwa ya kijeshi iliyotekelezwa usiku kucha. Hii ilikuwa mojawapo ya maonyesho ya kushangaza yenye ufanisi na yenye nguvu ya uwezo wa kijeshi wa Marekani na imani katika historia ya Marekani, Trump alisema. Trump baadaye alichapisha picha kwenye Truth Social ambayo ilisema ilimuonyesha Maduro akiwa chini ya ulinzi wa Marekani. Waandamanaji katika mji mkuu wa taifa hilo walisema hatua hiyo ya kijeshi inaweza kuweka mfano hatari wa kimataifa. Sio tu kwamba tunaunga mkono Venezuela, lakini baadhi ya nchi zenye nguvu zaidi duniani zitaweza kufanya matukio kama hayo. Wakati huu wengi wanaona kwamba kuna uwezekano wa kutekwa kwa viongozi katika baadhi ya mataifa. Wengi wamekuwa wakichukulia China wakisema kwamba vipi China ingeweza kumteka kiongozi anitawala huko Taiwan, lakini wengine wakichukulia mifano huko nchini Ukraine kwamba vipi rais wa Urusi Vladimir Putin ndani ya miaka 4 angeamua kumteka Volodymyr Zelensky. Mnadhani anashindwa? Ni jambo ambalo hangeshindwa kulifanya, lakini ustaarabu katika utawala ndio ambao umewafanya viongozi hawa mataifa makubwa kuamua kukaa chini na kuendeleza operesheni zao bila kuwagusa viongozi waliopo madarakani. Waandamanaji katika miji mbalimbali walikuwa wakiimba nyimbo za kutaka serikali ya rais wa Marekani Donald Trump imwachie huru Maduro, lakini pia iachie huru Venezuela. Free Maduro, Free Venezuela ni nyimbo zilizokuwa zikiimbwa huku akichagiza na kuachiwa huru kwa Palestina, hasa katika ukanda wa Gaza. Waandamanaji wameonyesha bendera mbalimbali za Venezuela na zile za Palestina, wakimtaka rais wa Marekani kuachana na mipango yake ya kuendeleza operation zisizokuwa na msingi za uonevu kwa mataifa mengine. Wananchi mbalimbali katika taifa hilo la Marekani wameonyesha hasira zao kwa maandamano makubwa katika miji mbalimbali ikiwemo mji mkuu wa Washington, wakimtaka rais Donald Trump kuachana na mpango huo na amwachie huru rais Nicolas Maduro na amrejeshe katika taifa lake. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yanayoendelea. Ni mwendelezo wa kile kinachoendelea juu ya kukamatwa kwa Nicolas Maduro pamoja na mkewe, lakini pia juu ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Venezuela, mwitikio wa wananchi katika taifa la Marekani na mataifa mengi na ulimwenguni, na wengi wakitarajia kwamba hali ya Venezuela itakuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo sasa. Lakini rais wa Marekani ambaye ametoa wito kwa Rais Rodriguez kwamba anapaswa kuwa makini sana, huku akitoa vitisho kwa mataifa mengine kama vile Colombia, lakini pia akitoa vitisho kwa taifa kama vile Cuba pamoja na Brazil. Lakini raia nchini humo wanasema hilo haliwezekani, wakimtaka rais huyo kuonyesha ustaarabu wa ulimwengu, kuachana na mpango wa utekaji wa viongozi pamoja na kufanya mashambulizi katika mataifa mengine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.